njia nyingi za kutaka kuwatafuta, lakini wewe Bwana Yesu utakuwa pamoja nao, utawalinda kama ambavyo ulimlinda Daudi akamua Goliati. Tuna Goliati wetu yuko mbele, Daudi wetu kasimama. Ni kombeo tu, haitajiki hata vita. Hatutabeba silaha, tunabeba kombeo. Tunakujia wewe Goliati, tutakuua wewe Goliati, tutakutoa wewe Goliati. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu utasimama na na Daudi wetu, tunamwamini na utasimama naye wakati wote. Tunakushukuru Bwana Yesu. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amina. Amen. Asante sana. Okay, Bwana Nabii naona yuko tayari, acha apande hapo. Basi dada Neema unaweza ukashuka hapo. Sawa. Apande Nabii. Asante. Asante. Okay. Jamani endelea kama account yangu backup tafadhali. Kabla Abile hajaanza kuna picha yani unataka na kulia sasa. Kuna video ameziposti Mange picha 10. Ya hizo video pia Abili umtumie nani Sama. Jamani. Mama hana haja ya kuwa rais tena. Hana haja ya kuwa rais tena. Yani kitendo cha bunge kukaa bila kuongelea haya mauaji. Jamani, tukiandamana, jamani mlioko karibu, tukiitoa nchi, tusiruhusu mtu yoyote kuwa mbunge katika wabunge waliochaguliwa. Nendeni mkatazame zile picha. Yani tunateswa kama vile kama si wakimbizi. Alafu mtu wamemuua, wanazidi kumchindilia tena kumuua zaidi. Mtu kesha kufa, wanamkanyaga tu puani ili afe. Yani jamani, nyie mnaotetea, nyie mashehe mnaotetea, nyie mnaotetea hawa watu, nyie mashehe, nendeni mkaangalia hizo picha, alafu mje mtuambie kwamba wale walikuwa wanaandamana, wanatolewa ndani, alafu wanauliwa. Sama. Kabla hawajamshusha tena Abili aendelee kupiga nondo. Basi malizia Abduli. Abdul nani eti Abduli? Nani Abili endelea. Abili endelea, ngoja nizime. Kaka Sama, hizo maumivu ambazo mnakuwa mnapitia, mimi napitia kwa mara ya 10,000 kwa sababu mimi huwa nachambua hizo picture na video na kwa naziona zaidi ya mara 1000 kwa siku moja. Nimekutumia picha na kuomba sana hiyo picha iweke big screen ili kila mtu akue anaweza kuiona. Huyo ambaye anawekwa big screen sasa hivi na kaka Sama ni mtu ambaye baada ya wale watu kukuwa wengine amekamatwa wazima wakiwa wameandamana, alichukua bunduki akawapiga risasi kwa chumba tu wamekamatwa. Huyu mjamaa ambaye namweka hapo, tuko na ushahidi yake, anapiga watu, anaua watu ili wamekamatwa watu, anataka kwa kushtakiwa. Aliua watu nyingi sana. Kuna majeshi, kuna mjamaa alikuwa nyuma yake, kashangaa kama huyu ni mjamaa ni mtu gani. Huyo sasa ndiyo hiyo Haji Omar Heri. Sasa kabla sijaendelea na kuomba sana kaka Sama uko nani nitumie kwenye ile simu nyingine. Au ngoja ni divert tu nione kama itakubali. Nate. Okay. Ngoja niangalie. Unaweza kaendelea kuongea, mimi na icheki mara moja, nitaweka kivuli kidogo kama dakika moja tu. Wewe unaweza kuendelea kuongea. Nasema Abili unaweza kaendelea kuongea. Okay.
Abili, are you there? Niko hapa. Sasa kazi nilikuwa naomba kwanza kujua kama ile mazungumzo ya mwanzo kuna mtu yeyote ameweza kurekodi japo kwa message kidogo akwe anijibu kama karekodi. Naomba munipe break kidogo, siko na uweza kuongea. Sawa, take break. Jamani, kuna mtu ambaye ameweza kurekodi nani? Machozi umerekodi eh? Wow, fantastic. Shukrani. Yeah, huyu ndo ambaye nilikuwa nawaonesha huyu bwana. Huyo ndo kaongoza mauaji yote huyo. Kudadeki wamenishusha nani? Instagram. Mmemwona huyo aliyeongoza mauaji ya Raiki? Jamani, mkienda kule kwa Mange Kimambi lazima ulie. Mimi nimetoa machozi. Kuna huyu hapa anaitwa Kim 26 anasema amerekodi. Kim 26. Machozi utanitumia na mimi. Nimerudi tena nani guys, nilishusha. Mnamuona lakini huyo ambaye ameongoza mauaji? Ya, tunamuona huyo. Ndio niliwaonyesha hata ndugu huko. Niliwaonyesha wewe. Yaani kaua watu bila huruma. Kweli? Mimi niseme kitu brother Habili, usilie bro. Ni machungu just to all of us, lakini just be strong bro. Be strong. You gotta be strong. Tunashinda bro. Tunashinda. Let me show you. Wekeni na makopa. Wekeni na tunashinda bro. Tunashinda bro. Habili, tunashinda. It's so painful, it's so sad, lakini bro tunashinda. Trust me, trust the process bro. Tumefika hatua nzuri, tunashinda. Ni mauaji, ni mambo ya ajabu, ni havielezeki, lakini hivi kweli pale jamani, alafu wanatutumia mtu wa kuja kufanya maliziano kweli? Huyu hapa, maliziano na nani? Maliziano wakafanya na watu waliolala kule Sekotule. Nyie hamjaona watu walivyouawa Mwanza guys. Ameshiriki kwenye mauaji huyu hapa, anaitwa Omari sijui nani. If we were talking about Abdul. Tindo. Nani? Habili ndako ujikaze kwa sababu kuna watu wanakusubiri hapa, jikaze bro. Tunatamani tuendelee. I know it's hard but hii safari ndako tuikamilishe. Wewe unaitwa Haji Omari Heri. Ndio yule ambaye the killer. Mtuambie kwamba hatuna sababu kweli ya kulalamika. Maana polisi watu kisema wanavyopiga watu, yani imagine ndugu yako anapigwa vile anakanyagiwa kichwani. Mwingine amepigwa ameshakufa bado anazidi kumpiga. Ni ukatili wa namna gani? Alafu ndio hapa tuna nchi ambayo yani mtu keshakufa eti bado wanampiga, eti mtu ameshakufa bado wanampiga. Kweli? Hivi mama kweli anasimama tena kuanza kuongea na kina Baba Levo kwa mauaji yale? Hawajatutendea haki. Kadri unapozidi kuongelea brother Habili anazidi kuumia zaidi. Ameshindwa kuresist. Ya, kwa hiyo tuyaache hayo, yameshatokea guys. We need to be strong. Tuwe hodari. Umeona kwamba sio hata nisemeje, lakini tumwache tu brother Habili aendelee. Hatuna haja ya kuendelea kuongea haya. Nakwambia hivi, hizi video zilizoonekana leo, hata akiona mtu wa CCM alafu akaja kusema kwamba eti ulikuwa ni ukorofi wa waandamanaji, watu wamekaa kabisa kwenye mabanda mpaka zile ngoma zao za kupiga bendi wanazipiga. Kweli jamani? Mimi sikubaliani naye. Sikubaliani na mama amefanya uuaji wa kinyama sana na kikatili sana. Tusikubali na tusikubali. Wewe sio mama. Hatuna mama muuaji.
Tunaombeni mshare live jamani. Wametukosea sana. Yani kama ni Guys, follow us, yani follow kwa us, nini follow kama us, huyu please. Mzanzibari kaja kuua namna hii? Kweli. Tuko 1.8 guys, tunaomba lakini guys mtu follow tu, just your support. Ni watu wawili tu, utakuwa umeongeza tu, umefollow watu wawili, sio issue kubwa. Tunaomba lakini Yani mama kabisa yule anaenda kufungua bunge, kumbe unyama walioufanya wa namna hii. Yani jamani, inasikitisha. Yani jamani, huyu mama hatakiwi kabisa. Hata tunapoongea hapa, wakija kututeka ni kutuonea tu. Mama kabisa yule anaenda kufungua bunge, kumbe unyama waliofanya wa namna hii. Basi nani Abili? Abili, unaweza kaendelea. Sasa huyo mjamaa unamuona hapo ni miongoni mwa watu ambazo nimeandika kwenye kiapo changu cha affidavit ambayo nimempelekea raisi ya ICC Tomoko Akane, kwamba niko na ushahidi kwamba huyu Haji Omar Kheri kaua Watanganyika 275 kwa kuhesabiwa. Na huyu mjamaa hajaingia kwa barabara. Huyu mjamaa walikuwa wale wa jamaa wakiwa wameshikwa, kuna manyumba ilikuwa inapelekwa. Wakiwa inapelekwa pale, huyu kwa lengo ya kupelekwa mapolisi na kupelekwa masehemu nyingine, huyu mjamaa alikuwa anaingia kwa machine gun, sio pistol, anazimwaga mavichwa, video ambayo inaaminika kama itaweza kutoka hiyo video, tunaweza tusisubiri tena tarehe 9, hata kesho tutaingia kwa barabara. Hata kesho tutaingia kwa barabara. Huyu jamaa mauaji alizokuwa akafanya Tanzania. Historia yake. Huyu jamaa ashawahi kukuwa waziri ya majeshi ya Zanzibar. Na Zanzibar ni mashine ya kufanya watu ya kukuwaua. Amehusika na mauaji nyingi sana, na huyu ndo engineer ya kikosi ya majeshi Zanzibar inaitwa Zombies. Huyu ndo engineer na ndio mtu ambaye ameifanya hiyo kikosi inaitwa Zombies. Huyu mjamaa amefukuzwa Zanzibar na rais wa Zanzibar kwa sababu pia alitaka kufanya mauaji ya rais. Hizi ni taarifa ambazo hakuna tisa ambaye anaweza akakanusha. Huyu mjamaa, na waomba sana tafuteni watu ya Zanzibar, watakuwa wanaweza kumjua mastori yake. Huyu mjamaa ana utajiri, hakuna mahesabu zake. Akapeleka mapesa nchini South Africa na amenunua majumba nchini South Africa. Rais mpya ya Zanzibar ikakuwa historia yake. Huyu mjamaa ashawahi kukuwa waziri ya majeshi ya Zanzibar. Na Zanzibar ni mashine ya kufanya watu ya kukuwaua. Amehusika na mauaji nyingi sana, na huyu ndo engineer ya kikosi ya majeshi Zanzibar inaitwa Zombies. Huyu ndo engineer na ndio mtu ambaye ameifanya hiyo kikosi inaitwa Zombies. Huyu mjamaa amefukuzwa Zanzibar na rais wa Zanzibar kwa sababu pia alitaka kufanya mauaji ya rais. Hizi ni taarifa ambazo hakuna tisa ambaye anaweza akakanusha. Huyu mjamaa, na waomba sana tafuteni watu ya Zanzibar, watakuwa wanaweza kumjua mastori yake. Huyu mjamaa ana utajiri, hakuna mahesabu zake. Akapeleka mapesa nchini South Africa na amenunua majumba nchini South Africa. Rais mpya ya Zanzibar ikakuwa hataki hata ikuwa jina yake aisikie huyu mjamaa. So baada ya kuwa hataki kwa jina lake kwa inakuwa inasikiliwa, huyu mjamaa akawachwa.
Sasa mjamaa inasemekana pia jambo ambayo sikuwa na iamini, lakini jambo ambayo niko nayo na ushahidi kwa maelezo kama vile ambazo habari ya mazo mewapa, anatumia nguvu za kiza pia kutoka Nigeria. Ni mtu hatari sana kwa taifa yetu kuliko mtu yeyote ile ambaye wewe peke zako unamjua. Ukisikia mastori ya kina Paul Makonda za kina nani, huyu mjamaa ni another level. Kafanya majaribio ya kuua rais. Sasa huyu mjamaa baada ya hizo mastori kufanyika, kama hiyo haitoshi, na kama mnaona mimi habari na wapa si hazijakuwa vizuri, naomba mkasome. Kameua mtoto wake ya kumzaa peke yake kwa mikono zake. Mwanaye ambaye kwa mzaa kaua kwa mikono yake kwa sababu tu ya kukua awe kiongozi na kwa sababu ya manguvu zake za kishetani anazotumia. Naomba sana hii jambo msikuwa mnaamini maneno zangu, tafuteni mastori ya mtu ya Zanzibar, mtakuja kuthibitisha nini nawaambia hii story. Ameshiriki mauaji ya mtoto yake kwa mikono yake peke zake. Huyu mjamaa ni the most notorious mtu kwa historia ya Tanzania, haijawahi kutokea. Sasa mjamaa akawa anamwambia rais wa Tanzania kwamba watu ya Tanganyika itakuja kumuua kwa sababu Tanganyika haikuwa inamtaka kiongozi wa Zanzibar. Kwa hiyo mimi wewe unanichukua kwa ajili ya kusaidia kuongoza. Ndio akapata hiyo sehemu ambayo ameteuliwa right now kama mshauri ya rais. Wakati ya uchaguzi alikuwa hatembei tu na pistol, anatembea na machine gun ambazo ameua dozens ya watu, vijana ambayo tayari zisha surrender, vijana ambazo zimekuwa handcuffed, ziko na pingu. Alimimina machine gun, majamaa wa majeshi wamemuogopa, wakasema huyu mjamaa sio mtu ya kawaida. Zile majeshi ambazo zinakuwa kwa makoze mauaji na everything, peke zao zimeogopa kitendo ambayo huyu mjamaa anafanya. Anaitwa Haji Omar Heri. Kuna watu hapa chini kwa comment anasema ako na ushahuda yake. Naomba hiyo mtu aombe atuambie kama hizi mastori naambia ni za uongo. Huyu mjamaa ameua mtoto yake kwa mikono zake. Huyu mjamaa kumpeleka mahakama ya ICC si kitu peke zake inatosha. Huyu mjamaa anatakiwa afikiwe kabisa, alipe ile jambo kwa amefanya. Assalamu alaikum. Hello? Karibu brother, karibu, tunakusikia. Okay, Nuru. Yep. Niliwahi kukutafuta kama siku 4 nyuma, unakumbuka? Yeah, lakini hatukuweza kuongea. Nilikupa lakini information zote kuhusu jamaa before Habil kutoa taarifa. Yeah, exactly, yeah, nakumbuka. Yeah. Ukunijibu chochote, ulinijibu da. Chochote kwa sababu nilikuwa na collect information. Okay, mimi ni mtoto wake ambaye baba yangu mimi alimpiga risasi mbele yetu kisa madaraka huyo. Habili, huyu bwana alinipa hizi taarifa bwana. Sema yani nilishindwa kuziprocess kwa sababu nilikuwa nataka kupata information kamili. Mimi nimekimbia kwa sababu alinichukua kunilea. Nilikimbia, niko nje. Ila siwezi kuongea sana kwa sababu kuna watu chini wananifahamu. Nitafute Nuru, kila kitu nitakwambia. Ndugu zangu, kitu ambayo bila kuja kuongea hapa, nitakuwa nimemweka Mungu yangu mbele, na mimi ni mtu namwamini Mungu sana. Taarifa ambazo nimewapa leo ni taarifa ngumu sana, na niko na ushahidi nazo ambayo tayari nimeapa kwa maandishi, kwa ushuhuda, na nimeipeleka kwa rais ya ICC kwamba niko tayari kutoa hizo maushahidi ambazo hapo mwanzo tayari nimewatajia. Achana na mastori za majeshi na mapolisi zile umesikia.
Kama mumewahi kusikia kuna majeshi imeletwa kutoka Zanzibar, huyu jamaa alimundikia rais kwa majina, kama niletee mjamaa huyu na huyu na huyu, kwa sababu huyu ndo amewatrain hizo majamaa. Huyu mjamaa hajulikani kwa sababu kwa sababu si mtu mbaya peke zake anakuwa anajiweka mbele. Huyu mauaji alikuwa kayafanya Watanganyika. Hata kesho kama mnaweza kumfikia, hii ni jambo Mungu atakufurahia sana. Watu alikuwa kaua yeye, sio watu ambazo ziko na majiwe, sio watu ambazo ziko barabarani. Ni watu wamekuwa wameshikwa, wanataka wapelekwe kwa mapolisi, ili sababu tu ikuwe wanashtakiwa kama zile majamaa nyingine. Yeye kasema no, hizi jamaa niacheni vipi peke zangu. Ameweka machine gun, akazipiga marisasi, kaziua. Kama hiyo video na Guys, endeleeni kutap the screen. Hii kitu mimi namuelewa sana Abil. Mimi nimelia mno mpaka mtu anachukua machine gun. Yaani afa anatembeza kwenye vichwa tu. Yaani huyu amemimina risasi kwa watu waliosalenda. Jamani, ambaye ana rekodi pelekeni kwa Mage Kimambi. Watu ambao wameinua mikono juu, anachukua machine gun anapiga za kichwa. Alafu kuna mashehe wanatoka mbele na kuanza kutetea. Huyo mshikaji alinipa story, huyo mtoto wake alinipa story, aliniandikia message ndefu sana. Niko sijaizingatia kwa sababu nilikopo nahitaji kupata information ambazo ni kamili. Leo hii sasa ndio imekuwa confirmed. Ameniandikia message ndefu sana. Mage Kimambi angepelekewa hii live ya nani hiyo vipande alivyokuwa naongea Bill, angepelekewa. Huyu jamani hatari. Unawamiminia watu machine guns wakati wamesha surrender. Hivi jeshi letu walimuoni kweli jeshi la wananchi huyo mkamate? Mnaenda kumkamata Captain Tesha? Asema bwana jabeni nimtafute leo. Aliniandikia message ndefu, nilisoma ile message. Ndefu sana. Yaani sura kabisa hata ifichi kabisa. Sura inaonekana kabisa alishakata tamaa, yeye ni muuaji tu. Naomba niandikie nani? Naomba niandikie nani message tena? Maana messages zako ni nyingi, ili ipop kwa juu. Sasa hili jeshi letu la wananchi linafanya nini? Hili jeshi letu la wananchi linafanya nini kumwacha kumkamata mtu kama huyu? Na kwa nini rais kamtumia huyu? Rais kamtumia huyu jamaa. Simu kweli na anajua kabisa niko live. Nini hizo? Yaani rais amechukua kabisa, kumbe mtu ana kashfa ya kutaka kuua rais, alafu anamchukua anamtumia tena. Kwa nini sasa? Sasa mnaona sasa serikali yetu ilivyo. Nyie mnaosema kwamba mnapenda CCM. Angalieni sasa. Angalieni vitu kama hivi. Nyie mnaopenda CCM, angalieni vitu kama hivi. Angalieni vitu kama, nendeni muangalie hata ile angalia tunavouliwa sisi. Na ametoka amekuja na udini kabisa, anasema kwamba niachie au Watanganyika nitaenda kumaliza. Wewe kweli? Na aliwaua Wazanzibari kipindi fulani huyu kwa hiyo kikundi cha zombi. Nakumbuka. Aliniandikia. Aliua Wazanzibari wengi sana huyu. Hata wanaokuja na mambo yao ya Kizanzibari na wenyewe ni wajinga. Kipindi kile cha zombi kwa kila siku tunasikia kelele kule Zanzibar. Anaua tu watu. Na wengi wanasema alikuwa ATC wazalendo. Yaani inaumiza sana. Hapa tusifanye udini, tusifanye uchama. Jamani, nendeni muangalie zile video. Hata kama mnasema Mange sio anapenda kuchamba, zile video sio za kuchamba jamani. Watu hawako kwenye maandamano, wanatolewa ndani kwenye mageto, wanapigwa, wanauliwa. Watu wameshakufa bado wanapigwa teke. Hao walikuwa wamevuta bangi na walikuwa wamelewa.
Haiwezekani. Haiwezekani. Jamani mlioko Dar es Salaam, yule rais wa Zambia akija, tokeni mzomee. Tokeni mzomee. Akija huyo sija anakuja tokeni mzomee kwa kweli. Hata nyewe watu wa CCM tokeni mzomee. Kumbe wameua dozen. Sasa hebu fikiria hiyo video akiachia Abiri. Hiyo video akija iachia Abiri. Kuna mtu atasubutu kusimama? Hiyo video alionoa Abiri, hiyo ya kumimina risasi, machine guns, akiachia hapa, tutakaa kweli jamani? Yani in short, tutakaa kweli? Kama in short ni kwamba huyu jamaa ndio real definition ya killing machine. Huyu mshikaji. Hatutakuwa tunakaa hata kwenye live, tutakuwa tunalia tu kila siku. Huyu hapa, the guy is here just enjoying. Akiachia hiyo video, yani period, nimefunga mkataba. Nishafuta namba kabisa za watu wa Samia. I can't. Umemwagika nyingi, afu bado unakuja hapa unasema kwamba eti oya, wewe ni muuaji kama wauaji wengine na ufai hata kuwa kwenye cycle yangu. Wewe ni muuaji. Tena gera hata kama kuna mtu yuko hapa ananisikia. Guys, hawa watu tunaowaita marafiki ambao wako na mfumo wa CCM ndio hao wanaoenda kuwasemelea. Nyie endeleeni kuwa na urafiki nao. Wewe ni rafiki yangu yoyote, hata kama tuna urafiki namna gani au unamsupport Samia. Yani wewe ni adui yangu kuanzia sasa hivi. Yani nimemalizana na wewe. Yani ufai. Umeona watu wetu walivyopigwa mijegejo ya kichwa. Unaona polisi hizo video ambazo Mange ameposti. Hao polisi ni watu ambao wana huruma, tunawatetea kila siku. Wanakuja wanatumia bunduki ambao ni kodi zetu kwa ajili ya kuwapiga Watanzania wanyonge. Kuwapiga Watanzania ambao wamevikwa unyonge. Afu niambie kwamba wewe ni mtu mwema wewe. Wewe ni muuaji tu, ufai. Yani imagine mtu anakuletea masniper wakuja kupiga watu risasi za kichwa. Lakini tutashinda. Kwa sababu wale watu walivyokuwa wanapiga risasi sio kwamba walikuwa labda ni malena. Tunajua na sisi tumepita jeshi, tunajua jinsi gani mtu wa kawaida anapopiga risasi, jinsi gani mtu specialist anapopiga risasi. Hawa watu walikuwa ni special trained person. Walikuwa nitaandika kabisa ujumbe na kuupini. Yeyote ambaye unamsupport Samia, afu wewe ulikuwa rafiki yangu hata ukoje. Yani urafiki ndio tumefuta. Hata kama ni ndugu yangu. Bye bye. Mimi sihitaji upumbavu. Yani ni wewe kuwa rafiki yangu ni sawa na support mauaji aliyofanya Samia. Na mimi sihitaji kuingia kwenye hiyo nani. Unifai. Pita kushoto. Muuaji mkubwa. Na wale polisi wa Geita walioua watu wale polisi wa Geita. Geita kule kuna watu wale polisi wa Geita wameua watu wengi sana. Ule usiku wa maandamano. Na wale walioua Mwanza walikuwa wanatembea na kibodaboda. Bodaboda walikuwa wanatembea na bodaboda usiku. Walizima umeme. Unasikia Mr. Nani Fale? Hapa ninapoongea na wewe tumetorosha watu wasiopungua 10. Wanatoroka kwa ajili yani wamelengo wako target, yani wako target kwa ajili ya kuchukuliwa. Sio, unanielewa? Yani tunafanya mipango kwa ajili ya watu kupata nauli kukimbia nchini kwao. Imagine hii ni nchi ya namna gani? Tunafanya michango kwa ajili ya kuwafanya kuwatumia madaktari watu ndani waende wakatibiwe ndani ya wasiende hospitali. Sababu wanaogopa kienda hospitali wanakufa. Nchi gani? Nchi gani? Afu mniambie tukae kimya. Tunafika hapa kwa sababu ya drug dealers. Kuna comment hapo. Kwa sababu ya matapeli. Kuna comment hapo nimeipenda. Yanasema tuko bize na Mafwele, kumbe tunaliuaji kubwa kabisa zaidi ya Mafwele. Nimeiona hiyo. Huyo Mafwele nafikiri amekaa kama shadow, amekaa kama kivuli. Ya.
ni kama kivuli cha kufanya kwamba yani Habari. Okay, tumekusudia kupigia simu chief of staff na taarifa tunazo, tunajua Polepole mweka wapi, tunafahamu. Polepole yupo Polepole na watamtoa. Polepole yupo Polepole Sasa yupo, wamemhamisha, siwezi niambia ni wapi, ila kuna mtu ambaye hamna. Polepole yuko wame hai, yuko yuko hai hai. tena. unajua kaka yake tu kwamba yuko NATO, anajua saa yoyote ile mizungu itakuja ile yani ni hicho tu, ile mizungu ya NATO ile si itakuja, kwani yeye atoi story humo kwenye jeshi? Polepole yuko Unajua changamoto ni moja ya Polepole ni kwamba Polepole yuko wanaogopa hai. kumuua. Unasikia mister? Polepole yuko hai. Yeah. Na hiyo sehemu ambazo watu kila hizo rumors wanasema yuko sehemu fulani, hayuko huko. Yaani yuko sehemu nyingine tofauti kabisa. Na kusema kwamba Lakini unachochelewesha watu wawili ambao bado wanasumbuka nao, wanashindwa kuwaua, Polepole na Captain Tesha. Unajua Captain Tesha naye wamemweka kama Polepole, mnajua hiyo? Hamna, nimepata story ya Captain, nimepata story kamili ya Captain Tesha na nisema nitakwambia. Sema ni mtu mwema. Okay. Nimepata story ya Captain Tesha. Kwa sababu Captain Tesha mimi nilivyosikia wamemblock mawasiliano na family yake. Hiyo ndio inaogopesha. Hamna. Huyo nani Captain Tesha ndani nitakupigia baadaye nitakwambia. Hii serikali hii, yani mtu anapiga mpaka bastora mwanajeshi. Anajiamini kwa atakuwa rais, kampa mamlaka makubwa sana. Na saizi na hivi ni rafiki na yule Abduli, ndo wanaua kweli kweli. Mimi naona huyu wakina Rostam wanamtumia huyu. Sababu ile nchi yani inasikitisha sana. Yani some comment ya mwanae. Ya tusome comment ya mtoto wake. Mtoto wake wa kufikia. Huyo jamaa ndio mtekaji, amemteka mama yangu since mwaka 2020 asitoe ushahidi wa mauaji ya baba. Huyu mshikaji ndo alinitumia message ndefu sana. Sasa leo nani anaongea ndo naanza connect sasa dots. Asante, hizi inabidi tuongee baadaye. Anasema tusali kidogo, tuwaombee ndugu zetu. Bora tupige maombi kidogo. Tupige mmoja maombi. Kwa sababu jamani watu wanakufa vibaya sana.